Spika, kwa upande wa bandari, maboresho ya bandari zetu za Tanzania na ushirikishwaji wa sekta binafsi kwenye uendeshaji wa baadhi ya gati imewezesha kupunguza wastani wa muda wa meli kusubiri nangani. Umepungua kutoka siku 46 hadi siku 7. Muda wa meli za makasha kusubiri nangani umepungua kutoka siku 5 na sasa huingia moja kwa moja gatini pindi zinapowasili katika bandari ya Dar es Salaam. Idadi ya makasha inayohudumiwa imeongezeka kwa 35% toka makasha 159,807 hadi makasha 215,286, na jumla ya uzito wa shehena iliyohudumiwa imeongezeka kwa 14% toka shehena tani milioni 14,424 hadi tani milioni 16,870. Mheshimiwa Spika, uwekezaji uliofanywa umeongeza makusanyo ya mapato ya serikali, hususan yale yanayotokana na kodi, kutoka wastani wa shilingi bilioni 850 kwa mwezi kwa mwaka 23-24 hadi shilingi trilioni 1 kwa mwezi mwaka 24-25, na umepunguza matumizi kwa shirika la bandari kwa mwezi kutoka wastani wa shilingi bilioni 262,153 kati ya mwezi Mei 23 na Machi 24 hadi shilingi bilioni 169. Imetoka bilioni 262 hadi bilioni 166 milioni 323 kati ya mwezi Mei 24 hadi Machi 25. Pia tunaendelea kufanya maboresho katika bandari zetu za Mtwara na Tanga. Mheshimiwa Spika, uboreshaji wa bandari ya Mtwara uliohusisha ujenzi wa gati, uzio na barabara inayounganisha gati jipya na maeneo mengine katika bandari umekamilika. Hatua hiyo imesaidia wananchi wa Mtwara na maeneo ya jirani kuongeza biashara na uwekezaji pamoja kuharakisha usafirishaji wa mizigo kwa gharama nafuu, hususan mazao ya korosho, ufuta na makaa ya mawe. Mheshimiwa Spika, sambamba na uboreshaji wa bandari zilizopo katika bahari ya Hindi, serikali pia imeendelea kuongeza wigo wa huduma za kibandari kwa kujenga na kuboresha bandari zilizopo katika maziwa makuu nchini. Kazi kubwa zilizofanyika ni pamoja kukamilisha uboreshaji wa bandari ya Kemondo, kuendelea na uboreshaji wa bandari ya Bukoba ambao umefikia 94% na bandari ya Mwanza North ambayo imefikia 58%. Mheshimiwa Spika, serikali imekamilisha ukarabati wa boti MV Tangazo iliyopo Tanga pamoja na matengenezo ya boti MV Mkongo iliyopo Pwani ambazo zimeanza kutoa huduma. Vile vile tunaendelea na ukarabati mkubwa wa vivuko vingine ambao umefikia hatua tofauti. MV Kilombero 2, MV Nyerere, MV Old Ruvu, MV Magogoni, MV Ukala na MV Kigamboni na MV Pangani au Pangani 2 vipo katika hatua tofauti za matengenezo. Pia tunaendelea na ujenzi wa vivuko vipya 6 kama ifuatavyo: Bwiro, Bukondo, Kisoria, Rugezi, Iringa, Kahangala, Nyakaliro, Kome, Buyangu, Mbalika na Nyamisati Mafia. Sambamba na hayo, ujenzi wa meli mpya ya MV Mwanza katika Ziwa Victoria unakamilika ndani ya muda mfupi. Pamoja na juhudi hizi Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya
pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogondogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.